Mtazamo wako ukoje kufuatana na matangazo yetu ya kila siku kupitia chaneli yetu ya TKTV Baraka? Hii ni Tukutane TV. Tukuletee nini ili urizike na matangazo yetu, na nini tuboreshe kwa niaba yako? Tuko mashariki mwa nchi ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini. Mimi ni Dinamiki Malembe wa TKTV mjini Baraka. Karibu hufate habari kwa ufupi. Mpenzi mtazamaji, tukianza na habari hizi, mabadiliko ya hali ya hewa inaendelea kuripotiwa kuwa mbaya nchini Marekani. Ramani ya rada ya hali ya hewa inaonesha eneo linaloonesha aina ya mvua, seluji na barafu. Hali ya hewa ya Marekani ni tofauti sana, kuanzia hali ya kitropiki kusini mwa Florida na Hawaii hadi hali ya Arktiki na Alpine huko Alaska ni katika mlima wa Rocky. Na vile nitakujuza na habari za nchi ya DRC ambako Marcel Malanga Amalo, raia wa Marekani, alihukumiwa kifo kufuatia jaribio la mapinduzi mnamo Mei 19 mwaka 2024. Alifaidika na kipimo cha neema kutoka kwa rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Na vile nitakujuza na habari za Kigali, nchi ya Rwanda inayostumu Kinshasa kwa kuandaa mashambulizi dhidi ya nchi yake ya Rwanda. Asante sana mpenzi mtazamaji, nitakujuza na habari za uko mashariki mwa nchi ya DRC ambako wakati huu mapigano makali yakiripotiwa pembezoni na katikati mwa mji wa Walikale mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafanyakazi wa shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF katika lugha la Kimombo wamekwama hapo na kushindwa kuondoka tangu Machi 19, huku zaidi ya watu 700 wamekimbia makazi yao na kupewa hifadhi katika hospitali kuu ya mji huo wa Walikale. Asante sana, kuna hayo na mengine mengi mtazamaji, karibu ungane nasi. Naam, asante sana ndugu mtazamaji, nianze habari hizi kwa ufupi na habari za huko Marekani ambako nilikwenda kuzungumza kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa inayoendelea kuripotiwa kuwa mbaya nchini Marekani. Na ramani ya rada ya hali ya hewa ilionyesha eneo linaloonyesha aina ya mvua, seluji na barafu. Hali ya hewa ya Marekani ni tofauti sana, kuanzia hali ya kitropiki kusini mwa Florida na Hawaii hadi hali ya Arktiki na Alpine huko Alaska na katika milima ya Rocky. Mpaka sasa hali ya jana kulingana na vyanzo vya habari CNN na NBC News, kumetokea na upepo mkali baada ya masaa 4 yaliyopita. Zaidi ya state 4 ambazo zimeharibiwa na upepo mkali huko maeneo ya Illinois, Indiana, Missouri na Arkansas, Tennessee, vituo ambavyo ni top za kwa upande wa bahari, na watu 15 ndio waliojeruhiwa. Hadi hiyo ilianza na saa 5 usiku majira ya Marekani, ni sawasawa na saa 11:12 majira ya Afrika ya Kati. Moja kwa moja raia mmoja kutoka Marekani alituandalia hali halisi ilivyotokea. Hello bana TKTV. In updates ya hapa kwetu Marekani kwa sasa, hali sio nzuri, especially Kentucky. Yani upepo utapita na saa 8 na dakika 45. Kwa hiyo kwa sasa hivi ukiona wote ambao wako makazini, tuko sehemu moja, sio wote, na wote ambao wako manyumbani kwa sasa. Kama nyumba yako iko na juu na chini, ni lazima ushushe watoto wote chini, ikimaanisha chini ya udongo. Watu ambao wako na manyumba za chini na juu, watoto wote lazima wapelekwe chini, kwa sababu hali ya hewa sio nzuri. Ilianza na mvua ilianza na tuseme kwanza upepo ulianza na saa 4 saa 5, mvua ikaanza mpaka saa 6 na upepo moja kwa moja ile mnaita uraga, yani Kiingereza wanaita tornado.
Naam, umetoka kufuata hali halisi ilivyotokea mchini Marekani, na vile vile nilikwenda kukujuza habari za Marcel Malanga Malu, raia wa Amerika aliyehukumiwa kifo kufuatia jaribio la mapinduzi mnamo Mei 19 mwaka 2024. Alifaidika na kipimo cha neema kutoka kwa rais wa nchi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Kulingana na kibarua pepe cha namba 20 mkato 183 iliyotolewa hadharani Jumatano hii za tarehe 28 Machi mwaka 2025, adhabu ya mji mkuu dhidi ya bwana Malanga iliagizwa utumwa wa jinai. Alihukumiwa mnamo Januari 27 mwaka 2025 na koti ya jeshi la Kinshasa Gombe. Uamuzi wake ukawa wa mwisho mnamo Machi 9. Mwana wa Christian Malanga aliwasilishwa kama kiongozi wa kikundi hicho. Alistakiwa kwa kujaribu kupindua taasisi hizo. Wakati wa kesi iliyofanywa katika uwanja wa haki katika gereza la jeshi Ukondolo, watu 37 walihukumiwa kifo. Wawili washirika wake Taylor Christian Thompson na Zalma Polo Benjamin pia walifaidika na kipimo hicho cha neema. Kifungu cha pili cha sheria hiyo inabainisha kuwa utekelezaji wa kipimo hiki chini ya waziri wa nchi, waziri wa sheria na askari wa mihuri na uanza tarehe ya saini yake. Kigali inatumu Kinshasa kwa kuandaa mashambulizi dhidi ya nchi yake Rwanda. Balozi wa Rwanda nchini Ufaransa alisema mbele ya kamati ya mambo ya nje ya bunge la kitaifa kwamba vita ya Goma inathibitisha kwamba kukera kubwa ilikuwa ni katika kuandaa nchi yake. Kulingana na yeye, shambulio hili linamaanisha FDLR, FARDC na wangambo wa wazalendo, jeshi la Burundi na SAMI DRC na mamluki wa Ulaya. Hata hivyo, kizaazaa kimezuka mchini DRC baada ya kifo cha askari wa barabarani aliyeshambuliwa hadi kufariki dunia na walinzi wa msafara wa waziri mkuu Judith Suminwa. Ni tukio ambalo limeibua mjadala kuhusu misafara ya viongozi na namna imekuwa kero kwa raia ambao ulazimika kusimama barabarani kwa muda mrefu kusubiri wapite. Unadhani kuna haja ya raia kusimama kupisha misafara ya viongozi wakati wanaweza kutumia njia nyingine? Nimalize habari hizi na habari za huko Walikale, ambako wakati huu mapigano makali yakiripotiwa pembezoni na katikati mwa mji wa Walikale mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafanyakazi wa shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF wamekwama hapo na kushindwa kuondoka tangu Machi 19, huku zaidi ya watu 700 wamekimbia makazi yao na kupewa hifadhi katika hospitali kuu ya mji huo. MSF imeonya juu ya hali mbaya ya kibinadamu na sasa imetoa wito wa kupata msaada wa kimataifa. Ni hapa nitakuwa nimemaliza habari hizi kwa